pake kwa sababu ya wema wake. Sijakuja hapa na akili yangu, sijakuja hapa na ujuaji wangu, na sijui chochote. Wakati ninapoacha masikio yangu kumsikiza Mungu, anaweza kuleta kitu kwa mdomo wangu, itakubariki. That's why tukienda kumalizia mali tulipoanza, ambayo 3 months ago tulikuwa naongea kuhusu the power of the word of God. Nimeona tumaliza, kwa sababu tunaenda kumaliza mwaka na tuanza topic mpya. But before tuendelee, acha tuombe. Bwana wa uwezo, kwa jina la Yesu Kristo, najikabidhi mikononi mwako na kujiachilia manchoni pako kuwa chombo unachotumia leo kubariki ndugu moja, kubariki dada moja, kubariki familia moja kwa hii neno ambayo yuko hapa mbele yangu. Bwana wangu, mimi sijui chenye naweza kuambia hao watu wako watakatifu ulionunua kwa bei kali sana, ambayo hakuna mtu yeyote anaweza kurudishia hiyo pesa uliyotumia kuwanunua. But Mungu, uliwanunua kwa sababu na uliwachakua na kuwaweka mahali ambapo hakuna mtu alijua vile walifika hapo. Kubali maombi yangu iwafikie na iwe baraka kwao na kwako, na maombi yangu ikufurahisha. Roho Mtakatifu nisaidie kunyorosha maombi yangu kwa njia inayofaa, kusudi Baba aliye mbinguni aifurahia. Bwana, anza nasi. Naomba msamaha sana kwa kwanza late kulingana na madakika na saa niliyopeana. Naomba nisaidize next time isifika kiwango ya kufika late. Siwezi kujitetea, naomba msamaha kwa sababu wewe ni Mungu anayeona moyo wangu. Jina lako lipewe sifa sana. Bariki kila mmoja wetu, anza nasi na umaliza nasi, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi, naomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki sana. Tukianza safari yetu ya mwisho kwa hiyo kitabu chetu tulichoanza nacho, ambacho ni kitabu ya Psalms, Zaburi 107. Zaburi 107 inaongea jambo ya maana sana. Inaongea jambo ambayo watu wengi wanakosa mwelekeo yake. Psalms hiyo ni kitabu cha Daudi kwa vitu alivyopitia na vitu alivyoelewa kuhusu Mungu. Akaelewisha kila mtu ya kwamba Mungu ni wa kusifu wakati wote, kwa sababu kuna mahali fulani anasema kwamba mkiingiane tuingia malangoni pake na sifa nyingi. Unaona, na sifa nyingi. Ukiingia malangoni pa Mungu na sifa nyingi, manake unasahau hali yako binafsi na unakimbilia kwa Mungu kwa hiyo sifa. Na Biblia inasema Mungu ameketi ndani ya sifa ya watoto wake. Kwa sababu watoto wake wakianza kumsifu Mungu, I think mioyo yao ni takatifu na mioyo yao inakubali hivyo. Bwana apewe sifa. That's why tuko hapa kusaidiana. Hakuna mtu aliyesikia Mungu akaweka moyo wake kabisa kwa hiyo mahubiri akabaki na hatua fulani iking'ang'ana kwa maisha yake. Bwana asifiwe. Mtu yote aliyesikia Mungu na kuweka moyo wake kwa neno aliyesikia, kuna kitu lazima ibadilika. Na wakati hiyo kitu imebadilika, itaonekana kwa macho ya watu wote. Bwana apewe sifa. Biblia inasema kwamba Mungu akawatumia neno. Let me read it for you. He sent forth his word and healed them. He rescued them from their grave. Akawatumia neno, akamtumia neno. Asema akawatumia neno. Mungu akanena. Neno ikatoka. Ikaendea
kwa direction Mungu alipenda. Which direction? On earth. Neno ikaja duniani. Ina depend na mtu kuipokea ama la. Bwana asifiwe. Ina depend na mtu kuipokea ama la. Mungu anapea kila mtu njia na freedom ya kuchagua what to do. Asema naweka njia mbili mbeleni kwenu, ni nini mchakue? But Mungu alichagua neno, atuma neno kwa watu, kwa kila mtu, si kwa nyama. Anatuma neno kwa kila mtu kusudi huyu mtu apokea neno. Wakati unapopokea neno, si mwili unapokea neno, ni ndani. The word will be welcomed inside you. Na wanaposikia neno inside, kuna spiritual connection inside mtu, ambayo inachukua hiyo neno inaelekeza mahali inaweza kukaa na kuponya. The first healing ni moyo, our heart. That is the first healing. Our heart is the first healing. Na wakati moyo wa mtu umekubali neno, Mungu atafanya kazi yake. Asema na watumia neno, na neno ikawaponya. Kulingana na version yangu NIV, asema ikawatoa kwa makaburi. Bwana apewe sifa. Manake tunaishi tukiwa kwa kaburi. Without the word, sisi tumekufa. Without the word, tumekufa. Tumefanyikiwa wakati tunapokubali neno la Mungu kuingia ndani mwetu. Bishop wangu Kenzo, Mungu akubariki sana, nimekuona. Na tunaposikia neno, sikiza, siku ya Pentecostal, what happened? Watu wakasikia kelele nyingi sana, wakafata kelele. Walipofika hapo kwa hiyo kelele waliofata, that's why it is very much important. Ukiingia kanisani, ingia wakati wa kusifu, sifu Mungu na moyo wote. Achana na stress, itakuua. Stress haitakusaidia. For how long unabaki na stress? Inabadilisha nini? But wakati walipofata hiyo kelele, wakafata kelele, wakafika kwa nyumba mahali kelele ilikuwa natokea, yenye kuleta na upepo. Wakifika hapo wakapata hao watu wanaongea. Wakati wa kuomba, wanaongea kwa lugha ya wale watu waliofata upepo. Wakasema wao wenyewe, watu ni kama wamelewa. Sasa kama mlevi mkamba anaweza kuongea Kikuyu? Ndio Peter akaona, akapata inspiration, akapata revelation. Akamwambia watu, si walevi vile unavyofikiria. Ni wakati. Bwana pewe sifa sana. Haleluya. Ni wakati ahadi inetimizika kwa maisha yao. Peter akaanza kuongea. The more anaongea, Biblia inasema hao watu mioyo yao ikaguswa na mambo waliosikia, na neno waliyesikia kwa masikio yao. Neno ikaingia kwa masikio, neno ikaingia kwa moyo. Wakaulize Peter, what are we going to do, brothers? To be like you. Wakatamani kuwe kama wale wanafunzi walikuwa wanapiga kelele. But leo tukija kanisani hakuna mtu anatutamani. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu neno haiishi ndani mwetu. Hamna neno, hamna.
Na kama huna neno, hakuna kitu chochote naweza kuattract mtu akuje kwako. Either mtu anaweza kuja kwako kwa sababu pesa yako inamwattract, anakuja akuibia aende, anakuja akudanganya umupe aende, but hakuna kitu cha maana chochote. But kitu ya maana Mungu anataka tuweke kwa mioyo yetu ni kuweka neno lake ndani ya mioyo yetu. Bwana sifiwe sana. Asema akawatumia, he sent his word. He sent, akawatumia. He, who is he? God is he. Who is the word? Jesus is the word. Jesus is the word. John chapter 1 verse 1. Mwanzoni kulikuwa neno, na neno lilikuwa na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Na ukiendelea utasikia vile neno ikabadilika until ikavaa mwili, na mwili ikaitwa Yesu. Mwili ukaita Yesu. From where? From the word. Bwana pewe sifa sana. That's why wakati unapopokea Yesu kwa moyo wako, unapokea neno lililotumwa na Mungu kwako. Yesu amekuja kwetu kusudi tufaidika. Yesu amekuja kwetu kusudi tuokoka. Yesu amekuja kwetu kusudi tupata uzima. Yesu anakuja kwetu kama the word of healing. The word of healing. Yesu Kristo, he is the word of healing. He came to us for the purpose of heal us, heal our heart, our mind. Our thinking must be changed by the word of God. The way we think, the way you think must change by the word of God. Why? Through the word of God, there is power inside. Kwa sababu ni neno ya Mungu. Neno Mungu alituma. Yesu ni neno ya nguvu sana. Neno lilitoka kwa Mungu, likavaa mwili, likaja tukaishi naye. Inasema waliposikia matamshi, waliposikia neno la Mungu kwa kinywa cha Peter, very much inspired, wakagusa mioyo. Leo neno tukihubiri makanisani kwetu, neno haigusa moyo wa mtu, inasisimua mwili wa mtu. That's why hakuna mtu anaokoka. Unaweza kupata kanisa wako na imeshona kabisa. Mwenyewe pasa anasema hapana, kanisa leo ilishona, magari ilijaa, watu walijaa. Lengo lake si mioyo ya watu hii ipata neno. Lengo lake ni hao watu watoa sadaka, yeye afaidike, na hao watu hawajafaidika. That's why unapata kuna rotation. Kuna watu wanazunguka kwa makanisa hivi. Wanazunguka hivi, leo ako hapa, kesho ako hapa, kesho kutwa kwa Westland, kesho kutwa kwa hapa, kwa sababu chenye anatafuta hajapata. Ameona ya kutosha, amepakwa mafuta ya kutosha, amekunyishwa mafuta ya kutosha, anauziwa maji ya kutosha, but hiyo vitu yote haimsaidii. Anayesaidika ni pastor mwenye kuleta hiyo vitu kuuza. But hakuna neno. Kuna maneno nyingi. Maneno ndio inahubiriwa kwa madhabahu takatifu, na wanayoileta si watakatifu. Neno ni ya Mungu mtakatifu. Anatuma hiyo neno kwa watu wasio watakatifu kusudi waikubali, itakasa mioyo yao. Neno ilikuja kwa sababu ya kwamba mtu aipokee, mimi niipokee, itakasa kwanza moyo wangu, itakasa kwanza utu wangu, itakasa kwanza fikira yangu. Neno ina uwezo wa kutakasa fikira ya mtu. Neno ina uwezo ya kubadilisha fikira ya mtu. Neno ina uwezo ya kuinua fikira ya mtu. Haujawahi kuona mtu mwenye hajasoma basi vitu anavyofanya ni zaidi ya wale walisoma. Why? Anayejileta kwa Mungu kama sadaka inayofaa, kama sadaka inayoongea, sadaka ya uzima, anayejileta kwa Mungu machoni pa Mungu, anayejiachilia machoni pa Mungu, miguuni pake, hawezi kutoka bure, hawezi kutoka bure. Neno ilikuja kwa sababu ya kutuponya, manake sisi ni wagonjwa. Wewe ni mgonjwa, ugonjwa unao, hakuna daktari. Wewe kama ni mwizi, kuna daktari wa wizi, anakudunga sindano, unaacha wizi. Wewe kama ni msharati, kuna daktari wa usharati, anakudunga sindano, unaacha usharati. Wewe kama ni mwenye chuki, kuna daktari wa chuki,
Anaweka damu yako kwa mashine, inachemsha, well, chuki inatoka hapa ama ukabila inatoka hapo. Hakuna. But neno itabadilisha tabia, neno itabadilisha mwenendo, neno itabadilisha fikira, neno itabadilisha hata kuongea, neno itabadilisha mwili wa mtu, neno itabadilisha. Angalia wale watu wanaokaa sana kwa miguu ya Mungu, miili zao inafanana na maji. Hata kama ni mzee sana, unaangalia miaka yake unashangalikiwa. Acha nikwambie kitu. Sara ndani ya neno. Walipofika boda, watu wa boda wote, wanaume wote walitoka jasho. 65 years old, that woman. Alipofika boda, watu wa boda wakasema no way, kuna msichana anaingia hapo, wanapea mfalme report. Kuna msichana anaingia hapa Mwebrania. Mfalme ni mrembo kupindukia. Ule msichana ni mrembo, lazima awe wako. 65 years. What was it? Alimeza neno. Wakati mume alimwambia Sara, Mungu ananyambia tutoka hapa, akakubali neno, akafata mume wake kusudi asimwache. Bwana pewe sifa. Hakuna mtu aliyeweka neno la Mungu iwe tegemeo lake akabaki yule. Ndugu, unahangaika sana na stress, unahangaika na vitu ambavyo haitakusaidia. Unahangaika sana. Kumbuka Yesu anaenda kwa Lazarus, wakati alipofika huko, dada yake moja akajipeleka peke yake kupika chakula. Hakuna mtu alimtuma kupika chakula. Batu mwingine akakaa kwa miguu ya Yesu. Wakati dada anakuja akicomplain, vile wewe una complain. Ukienda kanisani, wakaanza kuhubiri, unaanza complain. Hapana, anaongea sana, anakaa sana, tumekaa sana masaa. But huyu Martha akakaa kwa miguu ya Yesu. Akisikiza, akinyonya. Dada yake anakuja anasema, pana Bwana, haikuambii kitu kama dada yangu ananyacha peke yangu na kazi ya jikoni. Bwana akamwambia, Mary, unasumbuka kwa vitu vingi. Haleluya. Mary, unasumbuka kwa vitu vingi. Dada yako amechakua mahali ambapo hata haitachukuliwa na mtu yoyote. Neno kisha iweka ndani mwako, hakuna mtu ataichukua. Ukisha weka neno ndani mwako, hakuna mtu ataiondoa. Ukisha neno, ndugu dada, furahia usikia neno la ukweli linaloleta uzima kwa maisha yako. Furahia, tafuta mali, wanafungua Biblia, wanasumbua moyo wako. Neno la Mungu la ukweli ina scratch moyo wa mtu. Neno la Mungu la ukweli inasukuma mtu kutubu. Neno la Mungu la ukweli inafanya mtu abadilisha hata marafiki. Na kama kuna marafiki ambao wakusaidii kiroho, achana nao. Amen. Diana, God bless you. I saw you. Come on. He sent his word and hid them and rescued them. The word came to us for a purpose. Which one? Number one, kututoa kama kaburi. Tunatembea na kifo bila kujua. The word came to transform us. The word came to change our heart, our mind. Hakuna mtu aliyemsikia Mungu akabaki yule. Filipo anaona Nathanael, anamwambia kuja uone mtu mwenye Musa aliongea, Yesu wa Nazareti. Nathanael akadharau kwa sababu Filipo alijua kitu alikuwa anaongea. Akamwambia, just come and see the man. Come and see. Anapokuja from far, Yesu anamwangalia na anasema, pana, look at this man. Ndani mwake hakuna ukora wowote. Nathanael akashtuka, asema, do you know me? Yes, I know you. Before Filipo akuita mali ulikaa chini ya mti, nilikuona nikakuchua. Oh, come on. Mungu anajua walie wake.
Ukiwa na neno la Mungu ndani, wewe ni wa Mungu. Ukiwa na masikio kusikia Mungu, wewe ni wa Mungu. Biblia inasema kwamba alituma neno ikiwaponya. Mungu anaponya moyo kwanza, anaponya moyo. Moyo ni central ya kila kitu kizuri, kibaya iko ndani ya moyo. Na nani anaweza kuibadilisha? Si daktari, si chochote unaweza kumeza. Unaweza kumeza dawa hata inatoka wapi leo, but kuhusu moyo, dawa ambayo inagusa moyo ni neno la Mungu aliye juu, neno la Mungu aliye hai, neno la Mungu anaweza, neno la Mungu lililobadilisha. Wakati Philip anasikia neno hiyo, akache kile kitu. Sikiza, kwanza hauna kazi na unaringa, hauna kazi, hauna chochote, but Matthew amekaa kwa ofisi akifanya kazi. Yesu anapita hapo, anatuma neno, wewe Matthew, unifuate. Matthew hakuuliza naenda wapi, akaacha kazi. Hakuna mtu aliyeache. Yesu anasema, anamwambia Peter, hakuna mtu aliyeache chochote na kunifuata atapoteza ulimwengu huu. Uliache nini na ukapokea nini? Uliache ulevi, ukaanza tabia ya kudanganya? Haujache chochote. But yoyote aliyesikia neno inamtakasa. Biblia inasema kwamba yote imetakaswa kwa neno na maombi. That's why we have 2 months and half of prayer. Since last month, October, November yote tulikuwa kwa maombi. December hii bado tunaendelea until 31st, tunamaliza hiyo usiku. But tumeona Mungu kwa hii 1 month and half, tumeona Mungu wa matendo. That's why we use the word, we use the name of Jesus, we use that name only. We don't have any experience in the church. We don't talk about experience. No, we talk the revelation of Jesus Christ as the word, the powerful, the true word of God. If you believe it in your heart, he will heal you, deliver you, change your way, bless you, open your blessing. Jesus is a key for your blessing. Why? Because he is the word of God. Oh, praise God. Praise God. Nilikuwa nasema leo tunamaliza Psalms 107. Tunaimaliza leo. We are waiting for a new topic very soon. I think, God willing, on next Tuesday, and we will change our program. Bwana pewe sifa. But shikilia neno. Inside there is a blessing, a very big blessing. Anamwambia Joshua, hii kitabu isiondoke mdomoni pako, uisoma day and night, na kufanya sawa na vile ilivyoandikwa, ndipo utafaidika, ndipo utafanikiwa, utakuwa successful when you read it. Joshua chapter 1. Let me see. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Come on. The word of God. Joshua chapter 1. Let me read for you. Which verse is it? Okay. Verse 7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gives you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful. You may be successful when you are not turning your face to other things. You become successful. You become successful. Wow, I like this. Let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything. You have to be careful to obey God. This is a sacrifice.
to obey God. Ndio mahali tunaanguka, Wakristo tunaanguka kutumikia neno, kulifata neno. Yesu anasema if you love me, do what? Shika neno langu. If you love God, if you really love God, shika neno lake. This will bring blessings to you. This will open your way. This word. For you and me to be successful in whatever you are doing, obey the word of God. Oh, praise God. Nasikia hata siache, but I have nothing to do. If you want to be successful in marriage, successful in business, successful in ministry, successful in the family, successful everywhere, you have to obey the word of God. To obey Jesus. If yes, you shall see. If yes, you shall see. And Joshua, for you to be successful, you have to obey this word. Obey my word, Joshua. Obey the word of God. My dear sister, my dear brother, my dear pastor, my dear apostle, obey the word of God. It's powerful. Unajua wakati tunakosa neno kuambia watu, ndio tunaanza kuwauzia mafuta. Mafuta inauziwa kanisani kuliko hata sukuma na omena, kuliko hata nyama choma yenye watu wanapenda kula sana na bia. Mafuta inauziwa. Kuna kanisa every day wanauza chupa 10, chupa 20, hata 50. But wale watu wanaonunua hawafaidiki. Why? Hakuna nguvu yoyote ndani ya mafuta. Let me tell you the truth. Nguvu iko ndani ya neno lililoumba kila kitu. That is it. Ingekuwa mafuta yuko na maana sana, angesema alituma mafuta Mungu akawatumia mafuta na wakajipaka. I make sense. Mungu akawatumia mafuta wakajipaka. Leo mtu anaenda kanisani, ananunua mafuta kanisani, anarudi kwa nyumba anaanza kujipaka. That is not the Bible. James anasema mmoja wenu ni mgonjwa, aita wazee wa kanisa na wamuombea kwa kumfupaka mafuta kwa jina la Yesu. First of all, prayer. Nimekwambia hapa kwamba Biblia inasema kwamba yote imetakasa kwa neno na maombi. First, neno. Second, maombi. Aita wazee wa kanisa au wakuje wamuombea na kumpaka mafuta kwa jina la Yesu. But sisi tunapeana mafuta kanisani, watu wanaenda kujipaka. Who are they? Who are them? Who are them? Ni wazee wa kanisa? Ni watumishi wa Mungu? Ni kwa sababu ni makosa verse ya kuwapea uwapata tu wewe. Unaambia pana, ukisikia kichwa nauma usiku paka mafuta. Ukisikia unaota ndoto mbaya paka mafuta. Mpaka lini atapaka mafuta? Na bado ndoto inaendelea. Kwani shetani anaogopa mafuta? Shetani anaogopa neno lililokaa ndani mwako. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ikaa ndani mwenu kwa wingi. Na kama kuna neno, you are nothing. Utapaka mafuta, utakunywa mafuta, mwisho yoyote utakunywa mkojo wa pasta, kwa sababu hautaki kusikia neno. Neno. Yesu ndio mambo yote. Yesu. Tunaongea kwa nguvu yote, tunasema Yesu ndio mambo yote. Na nguvu kwa sababu ya hiyo jina Yesu ambayo ni neno la ukweli la Mungu. Hatuna woga ya kuishi. Maisha ikipanda juu tunapanda nayo, kwa sababu sisi ni watoto wa ego. Oh, praise God. Praise God. Kama wewe ni mgonjwa, tafuta Yesu kwa maisha yako.
Show him your problem. Believe the word. Obey the word. Practice the word. And you shall live long. Kuna watu hawajui majina madawa, but wewe kwako kuna ka chemistry kadoko. Ukisikia mtoto anafuata mara moja kwa gani? No, you are not Christian. Sikiza nikwambie kitu ambacho hujui. Mkristo hawezi kurogwa na warogi. Mkristo hawezi kurogwa. Ukiona Mkristo anaanza kurogwa, si Mkristo, hajaokoka, hana neno ndani mwake. Hautani convince hiyo. Mkristo hawezi kurogwa. Ati walifanya uganga ikanipata. Walifanya uganga. There is something wrong ndani mwako. That's why inafungua mlango. Yesu anasema shetani alikuja kwangu, hakupata kitu chake ndani mwangu, akatoroka. Wakati shetani anakuja kwako, anapata you are clean, your mind is clean inside, clean, your spirit clean, your heart clean. Hakuna mali ataingia, hakuna njia ataingia, but kama atapata kuna kakitu. Kama 12 kulikuwa shetani, na tukuwe na kanisa ya watu 1000, mashetani ni wangapi? Niweza kwa hata 50% ya hiyo kanisa ni mashetani wote. Kama 12 kulikuwa shetani, haijalishi vile mambo alikuwa nasikia hapo, haijalishi vile mambo alikuwa naona hapo, haijalishi neno alikuwa nasikia, but still alikuwa shetani. Now what about us in our churches? That is a challenge. That is a challenge. We are not preaching the true word of God. We are preaching our experience. That's why we have a problem in our churches. Mahubiri yetu iko juu ya prosperity. Who will prosper you? Who will give you that prosperity? Mungu, ambaye haumjui hata neno lake. Mtu anajua mambo yote ya politics. Mtu anajua, anasoma gazeti yote hata ya Tanzania. Siku hizi anaombesha hata ya Uganda. Kila kitu inaangaliwa. But how many time a day you read the Bible? How many hours, how many minutes you read your Bible? Unazunguka na Biblia hivi, hakuna hata mahali ilifungua. Umekaa hivi dakika kidogo unaifungua kwanza, unasoma kwa sababu inaleta furaha. Kama kuna kitabu napenda kusoma ni Biblia, si vitabu. Ninazo, naweza kuisoma 30 minutes. But I spend my time to read the Bible. Why? It's the word, the powerful word of God. Nina vitabu nyingi, hata nyingine iko kwa nyumba, but I spend my time to read the Bible. I know what is inside. I know. That's why today we close our topic today. Nikikwambia shikilia neno. Shikilia Yesu ndio neno la ukweli. Shikilia Yesu ndio neno la ukweli. Shikilia Yesu. Hakuna kanisa itakusaidia kama hamuna Yesu ndani. Shikilia Yesu. Ambaye hiyo ndio neno langu la mwisho. Wewe ni mgonjwa, unahangaika sana, unaota vibaya, shikilia Yesu. Ndio neno la Mungu litabadilisha. Shikilia. Leo unapata pasta hawezi kutoa fungu la 10 kwa sababu yeye ni pasta. Unapata washirika hawatoi fungu la 10. Wanakuja kanisani na 20 bob na 50 bob. But akienda nje ana spend more than thousands. Ikiwa kanisa inahitaji yoyote, hahusiki. But anakuambia ni Mkristo. No way. Sikudanganya, acha nikwambie ukweli. No way, you are not a Christian. Biblia inasema kai, leteni zaka zote kwa nyumba ya Mungu, usikose chakula. Ndipo utabarikiwa. Without member prayer for anyone. Because you connect yourself to the word. Leteni. Na unaleta na moyo safi.
Leo kanisani wakiona tu pastor ananunua gari, oh, pesa yetu. Wakiona pastor anavaa vizuri, pesa yetu. No. Serve God. Paul anaongea na Wakolosai, anawaambia, whatever you are doing, do it with all your heart as you are serving God. When you give your money to church, you are serving God. Wait for God to pay you back. Nini hausikii neno, unaenda kuchunguza maisha watu na ya pastor? Are you crazy? No, shikilia neno. Shikilia neno. Tumikia Mungu kwa direction ya Roho Mtakatifu. Ukiwa kwa order ya hiyo kanisa, shikilia neno. Mtu anakaa the whole week kwa nyumba, anakuja kanisani Sunday, ati ni Mkristo. You are not. Biblia inasema waliookoka wakawa pamoja. Acha nikwambie, Samson anasema nini? 133. Ni vyema kwanza inaanza, tazama vile ilivyo vyema na ya kupendeza wandugu kukaa pamoja kwa umoja. Sikiliza, tunaweza kwa ofisi moja, tunakaa kwa ofisi moja sisi wote, but hatuna na umoja. Hasema tazama vile ilivyo vyema wandugu kukaa pamoja kwa umoja. Kwa nini? Ndipo Mungu umwanga baraka. Unajitoa kwa grupu ya watu kwa sababu ya kusikia kwako. Unajitoa mali ulikuwa napokea neno la Mungu kwa sababu ulisikia vitu. Ni vyema na ya kupendeza, inayopendeza Mungu, haipendezi shetani. That's why there is a problem in our churches, in our union. We are not united. Ndio kwa maana hata mtu anakuja na kichwa kwa kanisa, hakuna mtu atamwombea apone. Why? Hakuna neno. Neno ndio inaponya. Are you sick? You have a problem? Believe the word of God. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Let me pray for you. Let my God touch your heart. Touch your way. Change your way. Change your heart and spirit. I know my God. I know Him. He will change you. But believe His word. I love you all. Let's pray. Baba uwezo kwa jina la Yesu Kristo, tumemaliza. Haitamalizika kwa sababu nasikia ya kongei ni nyingi, but kwa heshima ya muda, asante kwa wapendo wote wamenifuata na wale watakayofuata, acha wabarikiwe. Naombea mioyo yao. Biblia inasema kwamba heri mwenye moyo safi, kwa maana yeye atamuona Mungu. Lengo letu kwa Wakristo ni kuona Mungu. Bwana, huyu ni mgonjwa, atasikia neno hii. Huyu ako na stress zake, atasikia neno hii. Huyu hana kazi, atasikia neno hii. Huyu ni mfanya biashara hainuki, atasikia. Huyu ni pastor, pengine anaweza kusikia neno hii ikamsaidia. Bwana, acha neno yako iponya mioyo zao zote. Waponywa kabisa, waishi uponyaji wa ukweli, wagusa uponyaji na mikono yao, wautangaza, waushuhudia, kwa sababu wewe ni wa nguvu sana. Nimetafuta kuona mtu wa nguvu kama wewe, hakuna. Upewe sifa Mungu wangu. Bariki wapendwa wote, na bariki pia maisha yangu. Tukienda kumaliza mwezi na mwaka huu, acha aliyefuata neno hii na kuiweka kwa tendo awe na baraka. Kwa jina kuu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mungu abariki sana. Ukipenda kuniona ama kunipigia simu, namba yangu ya simu ni 0722 82 9655. My name is Roger Kisanga. Mama Lidi, I can see you. God bless you for your time. More love to you all. More love to you all. God bless you. Wow. Bye.